Shukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha hapa kwa jambo hili kubwa zito. Mimi naitwa Rajab Zomboko, rais wa wachambuzi wa muziki wa dansi nchini, na thubutu kusema toka nianze kuchambua muziki wa dansi, leo ndio nimepata thamani ya muziki wa dansi. Wanamuziki hawa wa dansi tunawazungumzia wametunga nyimbo zote, kila unachokijua wewe wametunga, kuanzia mambo ya ushirika, kilimo, Idi Amin wakati wa vita wewe tulimpiga sisi kwa muziki. Kila bendi ilikuwa inatoa wimbo wa muziki. Na katika utangulizi hapa ilizungumzwa habari ya Kinyonga Brothers. Kinyonga Brothers kuna mtu anaitwa George Peter. George Peter ndio mtunzi na muimbaji wa wimbo Sikukuu Imefika mwaka, nafikiri mnaofahamu huo, ambao umerudiwa na Ben Paul. Huyo Kinyonga ambaye ni kutoka Hale na vile vile ndio mwenye wimbo huo. Kwa hiyo unaiona Hale ilivyokuwa kubwa kwa wanamuziki hao waliotajwa. Ukitaja jina la Cosmas Tobias Chidumule, naye alipitia huko, ni mwanamuziki mkubwa. Nafikiri mnafahamu Usipate Tabu Neema. Wanamuziki hao wote wakubwa. Chiriku Hemedi Maneti, yeye alikuwa mkubwa vile vile. Kwa kweli sasa nimenasa, sina ujanja ni wanamuziki wakubwa wote waliopita hapo. Ukiangalia kwa Moshi mwenyewe sasa ambaye ndio amebeba bango, huyo ni mwanamuziki ambaye nasema hakuwa na mfano, ndio roho ya muziki wa dansi. Katibu mkuu wa chama cha muziki wa rumba Tanzania, na vile vile ni mratibu wa Mlimani Park Orchestra, Sikinde ngoma ya Ukai, mabingwa nchini Tanzania mpaka leo. Kwanza nitoe shukrani zangu za awali kabisa kwa Mheshimiwa Daktari Hassan Abbas ambaye ndo mbeba maono wa Hale Festival pamoja na Hale Lounge, pamoja na kuinua vipaji na kumbukizi ya wana Moshi William. Sisi kama wana Mlimani Park tunamshukuru kwa kupata nafasi hii ya kushiriki na ndugu zetu mahasimu ambao mara ya mwisho tulijaribu kuomba mpambano wakatukatalia hawa. Lakini tunamshukuru Dr. Habasi amefanikisha hili. Tukirudi kwa Moshi William kama alivyosema Zomboko, mimi nimebahatika, bahati nzuri nitashare picha na nyinyi muone makuzi yetu. Moshi ni Hale, mimi Mamboleo, na akija Dar es Salaam tumeshirikiana kwa karibu sana. Hata wakina Hassan walikuwa wakituona kama baba zao wadogo. Kwa hiyo Moshi alikuwa na historia ya kupenda kazi yake. Moshi alikuwa mbunifu. Moshi alikuwa anasikiliza kila mtu. Sehemu za vijiwe ndio ilikuwa sehemu yake. Mimi namuelezea katika mahusiano haya ni mtu alikuwa wa aina gani. Alikuwa anajituma sana. Anapenda kukaa kwenye vikundi na kusikiliza mambo mengi ya watu, na nyimbo zake nyingi zilikuwa zinagusa sana maeneo ya watu. Hata zile semi alikuwa anazichukua sana, tunakaa naye vijiweni, anazichukua semi nyingi tu zile anazitoa. Kwa alikuwa ni mtu ambaye amejituma. Alafu sifa ambayo nyingine alikuwa kila siku anayo Moshi. Wamepita wengi mpaka wengine walikwenda Nairobi huko nchini Kenya. Moshi alikuwa anitangaza Hale. Nyimbo nyingi ukiona kina Bahati akiwataja wale ni watu walikuwa nao, kina dada kule kwao, nitakupeleka Hale. Yaani Hale lazima izungumze. Kwa hiyo alikuwa ni kama balozi ambaye alikuwa Hale imtoke kichwani mwake. Kwa hiyo Dr. Abbas hakukosea kuona kwamba aanze na mwanamuziki huyu marehemu kumpa heshima hii. Sisi kama bendi Mlimani Park Orchestra, of course alikuwa ni mtu ambaye anatakiwa aje huku, lakini hakuwa na bahati hiyo ya kuja huku. Lakini Moshi alikuwa kila Mlimani Park akitoa tungo kule, sisi tulikuwa tunakaa naye vijiweni, anasikiliza. Bwana, namsikia Dede huko, sikia Bichuka huko, Chidumule huko. Alikuwa anapenda sana kuwa anaona kwamba mashambulizi yanatolewa Msondo kule, Sikinde, na yeye huko alikuwa anakimbia mazoezini haraka haraka. Na ndio maana alijikuta anatoa katika album nzima hata Kibirita akizungumzia. Utakuta katika nyimbo 8 Moshi ana 6 au 7. Wenzangu mambo vipi? Mimi naitwa Hassan Moshi William, TX Moshi Junior kutoka Msondo Ngoma, baba ya muziki, baba ya ngoma originali. Alishasema kwamba mambo yakizidi mwanangu rudi nyumbani, Hale ndiko kwetu.
Kwa hiyo jamani, tunaombeni tukutane Hale. Bila maneno mengi, tukutane tu Hale. Tuone nini kinatokea. Sababu niliondoka pale, nilienda sikuwa kama hivi nilivyo. Sasa tunarudi kama mtu mzima ambaye baba ya ngoma. Mambo ya kizidi mwanangu rudi nyumbani. Hale ndiko kwetu. Tukutane Hale.